najua wazi kwamba niliyotenda kwako mke wangu hayastahili kabisa. Kabisa. Nakiri hilo. Na ninajua wazi kabisa kwamba nimekukosea na nimekuumiza. Na sikutaka kukupoteza. Ndio maana nikaamua kufanya vile nilivyofanya, lakini haikuwa kwa dhamira mbaya. Kwa naomba unisamehe mke wangu. Kunywa. Unahisi kama nimekuwekea sumu, si ndio? Basi Sophie, mume wangu. No. Naomba utambue ya kuwa hata kutazama tu nalo pia ni jibu, na si kila suluhisho hupatikana kwa kauli. Hapana, kwa maana ni agharabu sana kwa mtu aliyekaa kimya kujutia ukimya wake, tofauti na mlopokaji. Na wakati mwingine ni bora zaidi ukajifanya mjinga tu, na si kila mtu anastahili kujua kila kitu kuhusu wewe. Okay. Wamekwambiaje watu wako? Yaani walichoniambia na ninachofikiri mimi ni vitu viwili tofauti kabisa. Wameniambia kuwa wamemwambia hatuna tatizo lolote katika ndoa yetu. Lakini pia kwamba wananipenda sana. Huwa unaonaje? Au unafikiriaje? Mimi hata sielewi mke wangu, naona kizungumkuti tu. Kwa maana tangu yatokea lililotokea, mke wangu umekuwa ni mtu wa kulia tu. Umekuwa ni mtu wa huzuni. Na inaonyesha wazi kabisa kwamba umenichukia. Sasa unaposema kwamba hakuna tatizo, hapo ndipo unaponichanganya. Lakini labda tu nichukue fursa hii mke wangu kukwambia kitu kimoja. Nakupenda sana mke wangu. Na sina mwanamke mwingine yeyote ninayempenda zaidi yako. Wewe ndio kila kitu kwangu. Tafadhali nakuomba rudisha imani yako mke wangu, tuishi kama zamani. Ukweli mimi kuishi bila tabasamu lako, bila furaha yako, bila ucheshi wako ni sawa na nchi kuishi bila serikali. Siwezi mke wangu, siwezi. Nakuomba, niko chini ya miguu yako mke wangu. Tafadhali nakuomba rudisha moyo wako kwangu, tuishi kama zamani mpenzi wangu. Nakuomba nisamehe kwa yote ambayo nimekufanyia. Okay, mume wangu. Naomba tu utambue ya kuwa ninakupenda sana, tena zaidi ya sana, na mtima wangu unazizima juu ya penzi lako. Tafadhali naomba usiniumize kila wakati, kwani wajua kabisa hata mimi pia ni binadamu, nina moyo, naumia. Kwa hiyo sipendi kukuona unanikosea kila mara. Ninakuahidi tu nitakupenda, nitakuheshimu na nitakuthamini kama ninavyokuthamini kila siku. Nashukuru sana mke wangu. Na nikuahidi tu sintarudia tena kukuumiza. Haya ambayo yalopitika hapo nyuma kamwe sintoyarudia tena. Lakini kingine tu kwamba nitakujali, kukupenda na kukuenzi zaidi. Nakupenda sana mke wangu. Nakupenda pia.
Basi usisahau kufanya kama tulivyoongea, na usisahau kupitia supermarket kuchukua mahitaji ya nyumbani. Habari za asubuhi Dok. Salamu alaykum. Habari yako? Nashukuru Mungu anasaidia. Vipi, unatoka? Hapana, namsindikiza tu mara moja shemeji yako alafu narudi. Hani, huyu anaitwa Dr. Nas. Ndiye daktari mkuu hapa. Dr. Nas. Yes, doctor. Huyu ni mke wangu kipenzi, anaitwa Salma. Wow. Nashukuru sana kukufahamu shemeji. Habari yako? Nzuri shemeji. Nami pia nimefurahi kukufahamu, maana nilikuwa nikikusikia tu. Basi ndo mimi, ukisikia Dr. Nas ndo mimi. Mimi pia nimekuwa nikikusikia tu, lakini Mungu mkubwa amejalia leo tumekutana. Okay, shemeji, tuendelea kuwasiliana. Doctor, na acha mimi niingie ofisini. Sawa. Ndio mtoe shemeji. Haya, sawa. Unajua, nimegundua mapungufu makubwa sana baada ya kupitia zile faili za wagonjwa. Kuna wagonjwa wengine wamemaliza dawa za awali na walipaswa kubadilishiwa dawa, lakini ni siku ya 3 sasa, hakuna chochote kilichofanyika. Dr. Juma, wewe ndio daktari in charge hapa. Sasa sijui tunafanyaje kazi kwa utaratibu. Manesi na madaktari wa zamu ndio anatuangusha sana. Kama kuvumilia tumeshavumilia sana. Kilichobaki ni kuadhimisha tu. Siwezi kuona tunaharibikiwa kwa ajili ya wapumbavu wachache afu tuendelee kukaa kimya. Kilichobaki ni kuadhimisha tu. Yes, fanya hivyo tuone. Huu ni wito kaka. Lakini pia tusipokuwa makini, jamhuri haitatuelewa. Unajua tunatakiwa kutoa huduma bora na zenye usawa. Doni. Niambie kiongozi. Fresh. Niko hapa nje ya ofisi yako mkuu. Kwa nje ya ofisi yangu? Iko ni big surprise. Big surprise. Okay, nakuja usijali. Dokta. Yes. Acha nimuone jamaa kidogo hapo nje. Ndio muda mrefu. Sawa. Burudani. Mbona ghafla namna hiyo rafiki yangu? Una usalama? Usiogope Doni. Usalama upo wa kutosha. Sikia. Nipo na mademu kibao kwenye ndinga pale. Wansumbua kinoma rafiki yangu. Sikiza Burudani. Wala hakuna anayeogopa hapa. Hao ni kanao Terrace Point. Ninamalizia kazi na kuja muda mrefu. Nitakukuta hapo. Usiogope. Sawa. Ni sawa. Nitatekeleza hilo mama. Usijali. Mimi nakuelewa sana. Okay. Bibi Doni. Mke wangu amenipigia simu, analalamika sana. Anadai kwamba sasa hivi nachelewa sana kurudi nyumbani. Alafu wakati mwingine ananimisi, ananihitaji. Alafu nakuwa sipatikani. Kwa hiyo anaona kabisa kwamba simtendei haki. Ondoa shaka Doni. Unajua haya ndo maisha ya kistaa. Hivi ndivyo yanavyokuwa. Na kuna muda mkeo anatakiwa ajue kwamba level zako wewe ni za juu sana. Wewe kata maji kweli kweli, kwa sababu kwanza sasa tunawahi sana kufa. Tunakufa bado vijana kabisa. Piga maji huku unashikashika viuno vya hao warembo mzee. Hakuna maisha mengine hapa. Shauri lako bwana. Yeah. Haya ndo maisha. Yes. But overcome careless. Simfanyii sawa kabisa mke wangu. Lakini pia najiona kabisa si baba bora kwa binti yao. Sasa wakati mwingine najiuliza maswali hivi, kwa nini ninakosa umakini? Kwa nini? Sipati majibu.
samahani kidogo. Tony, hutakiwi kuzungumza mazungumzo haya pale. Wewe wapi? Wale mademu watakuwa na wewe mbugila kabisa rafiki yangu. Wakati boni hia pale tule bata, alafu mimi na wewe tutadiscuss mambo sehemu nyingine. Wewe mshamba wa wapi babu? Burudani ni sawa, lakini ukweli simfanyii fair mke wangu. Mke wangu ananipenda sana sana, alafu mimi sijali, sioni. Unajua kuna wakati roho yangu inaniuma. Mke ananipenda mimi sijali. Nakuaje? Stop talking. Unachosha na ngojera zako. Wewe nenda kwa familia yako. Wewe sio kunitia hivyo mbele za wale mademu. Fresh haina noma wala nini. Poa. Wewe una shida gani? Hebu niache bwana. Afadhali umerudi mume wangu, maana mpaka saizi hatujala. Tuko tunakusubiri wewe tu mpenzi. Poleni sana familia yangu. Unajua wakati mwingine unapata tabu sana kwa ajili yangu, lakini ni majukumu ya kazi tu. Wakati mwingine mimi mwenyewe natamani nirudi mapema nifurahi na familia yangu kama hivi, lakini ndio hivyo kazi. Mtanisamehe familia yangu, sawa? Sio baba, tunajua unahangaika kwa ajili yetu, sisi pia tuko kwa ajili yako. Hakuna tabu yote tunaoipata. Wakati mwingine tunakumisi tu baba, ndio maana tunakusubiria. Ni kweli anayosema Sophie, na yeye leo ndio aliyesema tusile mpaka babake urudi. Sasa kama ni hivyo, hakuna haja ya kupoteza muda. Twendeni mezani. Mume wangu, bila hata kuoga? Hapana, tule kwanza alafu ndo nioge, ili mwanangu asije akazidiwa na njaa. Sawa?